Kwa hiyo sasa hii utangulizi wetu kwanza unatusababisha sisi tunajua baadhi ya watu tunafanya nao mazungumzo, madam huyu anafanya nao content, tunajua kwamba huyu okay amekuja, tunavokaa na nyie wengine wanashindwaga kuendelea, tunagundua huyu hakuja na kwenye ule mlengo ambao sisi tuliutamani waje nao. Kwenye kile kipindi tu cha mwanzo cha utangulizi wetu kujua mtu ana ndoto za gani, ana malengo gani, huyu alikuja labda tu kusikilizia, aliachwa na mume wake kwa muda, sasa ameshapatana ameondoka. Tunao wadada wengi ambao wanafika hapa wanaanza kukaa ghafla, amepigiwa simu na mume wake anaondoka, mwingine si mara amepata mchumba ameondoka. Kwa hiyo hao wote maana yake wanaendelea kujiengua kulingana na huu utaratibu ambao tumejiwekea. Tunaanza kumuondoa kila mmoja ambaye hayupo kwenye utaratibu wetu au mlengo wetu. Wengine wanaondoka wakiwa kazini. Hao wote ni wamejiondoa ama mfumo wetu umewaengua kwa sababu hawajaendana na mfumo wetu. Kwa hiyo hapa mwanzo kabisa lazima kila mmoja ajue kwamba hii kazi unayokwenda kufanya, kazi ya ndani, ni kazi kama kazi nyingine, ni ajira kama ajira nyingine. Zinakuhitaji wewe uiheshimu kama kazi nyingine. Kama ambavyo mtu mwingine ataamka asubuhi pale bosi wako akaenda ofisini kwake benki, akaenda ofisini kwake sijui shuleni, ofisini kwake hospitali, na wewe unawahi kuamka, unajipangia ratiba zako, unaingia kwenye majukumu kama mfanyakazi mwingine. Tunaelewana? Kwa sababu hii itakuondoa wewe kwenye kufikiri kama hapa niko kwenye majukumu ya ndani, sina pa kwenda. Inakupeleka kwenye hatua ya kuona kwamba nina kazi zangu, unaingia kazini. Yaani hata mtu akikutafuta kwenye simu, yaani anakuwa hana tena umuhimu huo kusababisha wewe umsikilize yeye, uachane na kazi zako. Kwani wewe sababu ukimpigia simu mtu ambaye ni daktari anamtibu mgonjwa, atakupokelea hiyo simu? Atakupokelea? Kwa sababu gani? Kwa sababu yupo kazini, si ndio? Lakini kazi za ndani ndio kazi ambazo mtu anajiamulia tu, asiyekuwa na malengo, asiyejua kwamba ni ajira. Amepokea simu yake iko hapa, huko anaosha vyombo au amemshika mtoto au anamlisha mtoto chakula. Huko kote ni kutokujitambua na kujua kwamba hii ni ajira, ni kazi kama kazi nyingine. Yaani kama ambavyo wewe utaenda kumheshimu mtu benki ukimkuta, ndivyo ambavyo unatakiwa na wewe utengeneze mazingira ya kuthaminiwa na kuheshimiwa kwenye kazi ambayo unaifanya. Waga nawaambia mbele zaidi kwamba thamani yako inatengenezwa na wewe mwenyewe. Yaani hata mwajiri wako, waajiri wengine waga tu bila kuona thamani ya dada anaweza kukuheshimu akakudharau au akaona kwamba huyu si dada tu wa kazi. Lakini mbona wapo waajiri ambao wanaheshimu wadada wa kazi, wanajua kabisa kwamba huyu mtu anajitambua. Ni kwa nini? Yeye mwenyewe amejiwekea hiyo thamani, amejijengea hiyo thamani, amejitengenezea hiyo thamani. Unaamka asubuhi bosi wako anashangaa mtu mpaka anaamka, yani kazi za usafi, yani kila kitu kiko mahali pake. Hajakaa sawa, umeshamfuata samani madam, kuna chochote unahitaji? Samani madam, kuna watoto walikuwa wana hiki na hiki kimepungua. Yani anaona kabisa huyu mtu yuko very serious na kazi yake. Kiasi cha kwamba baada ya muda hawezi kukudharau, hawezi kabisa. Yani hata kama ulimkuta mtu ana notion zake kuhusiana na dada kazi negative, wewe unamsababisha aone kwamba hivi kumbe kazi za ndani pia ni kazi kama kazi nyingine. Sisi kama taasisi, madam kama CEO ameshafanya pati kubwa sana kuiheshimisha hii sekta ya wadada wa kazi. Sasa na wewe usiende kule ukaanza kujidharau peke yako, ama ukajidharaulisha, ama ukaruhusu mtu mwenye mawazo yake negative kwenye familia yako au rafiki yako, unaogopa eti kumwambia kwamba anafanya kazi za ndani. Hapana. Hiyo itakupelekea baadaye kujijengea udhaifu ndani na kukosa passion ambayo ndio imebeba hii pati ya kwanza ya utangulizi. Hamasa ya kufanya kazi. Yaani ile value yenyewe ambayo unaiona kwamba yani ninaifanya kwa ujasiri. Sio tu kwamba nafanya kwa sababu sina cha kufanya. No, nafanya zangu kwa sababu mimi hii ndio kazi inayoniingizia kipato. And by the way, hii ni kazi ambayo inakupa mtaji vizuri bila kutumia gharama yoyote. Unalala pale, unakula pale. Hivi ni kazi gani kwa sasa hivi unaweza kufanya mtu wa kawaida kabisa alafu ukapata 1,500 mwisho wa mwezi hujatumia chochote? Haipo, si ndio? Haipo. Wako watu wanalinda, ni walinzi, wako watu wanafanya kwenye mahoteli kwenda na kurudi, wale wanalipwa per day. Hawezi wakamfikia mtu ambaye dada kazi analipwa 1,500 kwa mwezi. Hiyo ni pati ya utangulizi. Tuna pati sasa hizi za kwetu zenyewe 4 ambazo ndio kabla hujaenda kwenye hizo 4, hizo hapo kwenye utangulizi nitaka tu niongezee kidogo tu. Yani kwamba umeelezea vizuri sana, lakini kwa mimi ambaye ndio mhusika mkuu wa kuanzisha mradi huu na ambaye pia mwanzo wangu ni kwenye hii kazi ya ndani, yani kwanza unatakiwa uone kwa sasa mahali nilipo bado sina mchezo. Mnaona nilivyo mkali? Si mnaniona? Sina utani kwa sababu bado naendelea kuheshimu. Hata pale nilipofika sichukulii kwamba sasa nimeshamaliza, nishaondoka kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo sasa hivi na labda na taasisi yangu kuna nini, umeona nafanya huo ujinga. Bado nasimama na nyinyi. Mtu anayeleta upumbavu kwenye taasisi yangu, anataka kuniharibia brand yangu, sicheki naye kabisa. Hiyo ni wewe hapo ulipo, na wewe unatakiwa uwe na huo uchungu, kwa sababu neno la Mungu linatuelekeza usipokuwa mwaminifu kwa madogo, hata kwenye makubwa
huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya utani kwa sababu eti nilishapiga hatua fulani, mimi sasa hivi sio dada wa kazi za ndani. Hapana. Hata hapa Mungu aliponiweka bado inabidi nihakikishe nalinda kama mboni ya jicho langu, ili nisipoteze, niendelee kuwa mwaminifu, ili wale ambao wananiamini kulingana na wanayoyasikia kweli wapate kile kitu ambacho wanakisikia kutoka kwetu. Sasa nisipowakazia nyinyi kwamba jamani tuko serious, mtu ambaye hataki geti ile pale, hakuna tuliyemuita wala kumlazimisha. Umekuja kwa sababu ya umaskini wako, kwa sababu ya una shida zako, si ndio? Kila mtu anatafuta kwa shida zake. Sasa kila mtu apambane na hali yake kwamba nataka nibadilishe. Mimi sitaki kukaa kwenye umaskini. Mimi sitaki kukaa na kutegemea mwanaume. Sitaki kudanga. Si mnanielewa? Lazima kile ambacho Mungu amekiweka kwa ajili ya mimi kupata riziki ya halali nikilinde kwa nguvu zote. Sisi tunaelewana. Sasa wewe, hiyo nafasi ulionayo sasa hivi ni sehemu ambayo unaenda kufanya kazi, uhudumie watu kwa uaminifu na wewe upate riziki yako ya halali kabisa. Na ukifanya hivyo kwa uaminifu katika level hiyo, Mungu atakupandisha level nyingine. Lakini mtu unakuta anawaza apakutane tu na mwanaume ampe tu tajiri. Hauko hivyo. Tuliwaza hayo mawazo, tukaenda, tukapewa mimba, tukapewa watoto, tukaachwa, tukatelekezwa, leo tumerudi hapa. Bado tunakuelekeza sasa njia sahihi za ambazo zinampendeza Mungu. Kuna hii nafasi, fursa ndogo. Ifanye kazi namna hii na hii na hii na hii, utafanikiwa. Sisi tunachukua huko kwenye neno la Mungu. Ukifanya kazi kwa uaminifu, ukifanya kazi kwa bidii, unafanikiwa. Kwa hiyo nitaka kwenye utangulizi kumaanisha kwamba sisi hapa hatuna mchezo. Tunaposema mtu ambaye anakuja hapa asije kama anakwenda kwenye majaribio, sisi hatujaribu. Sisi tunamwamini Mungu aliyetuahidi kwamba tukifanya kazi atabariki kazi za mikono yetu. Kwa hiyo tunamwamini Mungu, hatuna utatu, tunajua tutabarikiwa kwa kazi za mikono yetu. Na kazi hizi ndogo, kwa sababu yeye anasema ufalme wa Mungu unaanza kama mbegu ndogo. Hii kazi ya ndani mimi imenitoa. Kama wewe hutaki, huamini kama itakutoa, basi amini kupitia mimi, kwa sababu mimi nimeshapiga hatua. Ndio? Kwa hiyo kwenye utangulizi ndio huo, kwamba nitaka nikazie tu kwa mfano wangu mimi halisi kwamba nilikuwa dada wa kazi, lakini kilichonifikisha hapa ni kuwa mwaminifu na kufanya kazi hizi kwa bidii zote. Dada anaenda kazini anaanza kulalamika, nimekutana na hizi na zile. Sisi tuliwaambia mkikutana na kazi nyingi zione kama fursa, usikimbie, kwa sababu Biblia inasema asifanya kazi na asile. Sasa unataka uende wapi ukanyooshe miguu? Hakuna. Ila umekuta kazi ni nyingi, alafu naona labda ningeweza kuongezwa mshahara kidogo, bora uende kwenye hiyo approach kwamba jamani kuna kazi nyingine, lakini hebu aongeze nini mshahara. Jifunze ukakamavu, jifunze kufanya kazi. Kwa hiyo tunataka watu wanaokuja hapa waje kwa nia ya kwenda kupambana. Mtu ambaye anakuja kujaribisha, kama kila alivyosema, wako wadada tunawaona tu wanafika hapa kumbe wamegombana na mabwana zao huko, siku mbili siku tatu wanaenda. Na sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu maombi yetu ni hayo. Mungu atuletee watu sahihi watakao kwenda kuleta jina nzuri kwenye kituo hiki. Kwa wale mabosi wanaokwenda, hayo ndio maombi yetu siku zote. Tupate watu sahihi, ili pia mabosi wanaokuja mkutane na watu sahihi. Si ndio jamani? Tunaomba pia mabosi wazuri, kwa sababu pia hela ambazo mabosi wanalipa kupitia Wadada Center ni nyingi. Nyie mnajua huko mtaani wadada wa kazi wanalipa shilingi ngapi? Ni neema Mungu kutupa kibali cha kutuletea waajiri ambao wako tayari kulipa hizo hela zote, kazi za ndani Tanzania. Huoni kama ni neema hiyo? Sasa hatuwezi kuiabuse wala hatuwezi kufanya utani. Kwa hiyo kwenye utangulizi tuelewane. Watu wote ambao mnakuja kwenye kituo chetu, mjue kabisa hapa hatuchezi. Sawa jamani? Unataka kucheza, ndugu yangu, nenda huko, kwa sababu tutaongopeana, tutapotezeana muda. Ndio maana tumeweka hata mambo ya dhamana. Umeona tulivyo, yani tumeweka mifumo ambayo yani tunataka kumchuja mtu ambaye hayuko serious na maisha. Kwa sababu hakuna maisha marahisi. Hayapo. Hata hayo tunayofikiri wanawake ni marahisi ya kukimbilia kwa wanaume, tunakujaga kushtuka too late. Umeshachakazwa, umeshaangaika, umepoteza muda. Sasa hivi fursa hii itawafaidisha sana wasichana ambao wanaweza kuanza kupambania maisha yao wakiwa wadogo. Wao ndio wanaweza kunufaika sana, kwa sababu una muda mwingi wa kujenga maisha yako. Kwa sisi ambao tayari tumeshaenda mbele, tumerudi nyuma, haina ubaya, bado itatupa mtaji. Si ndio? Bado tutapata mitaji. Lakini ukweli ni kwamba kanuni za Mungu haziongopi. Ukiruka stage
utarudi tu. Wewe unafikiri umepata, kumbe umepatikana. Utakapofika kule ndio utajua kumbe nimepotea. Unaanza na moja, si ndio? Si muda unazidi kwenda. Wale wenzako ambao waliamua kupita njia ya halali unakuta wako mbele. Ndio tumechagua kujifunza wakati mwingine kwa maumivu. Umeshazaa mtoto, huna chakula cha kumpa, huna nini, ndio unaanza jamani naombeni kazi na mtoto. Wewe umechagua hiyo njia, kwa hiyo ni sawa sawa na kuingia kwenye moto. Si lazima uungue jamani. Huwezi kukimbia kuungua. Kwa hiyo kwa wale ambao wako tayari kwenda kupambana, mimi sitaki kuwadanganya, hakuna maisha marahisi. Hata watu wote ambao tunaona wamefika juu, sio rais, sio nani, sio mbunge, sio waziri, kuna mahali alipita akapigika, akachapika. Huo ndio mfumo wa Mungu, lazima akuweke kwanza chini. Wadada wakati wanasema kazi na mateso hizi, sio kazi na mateso. Ndio unatengenezwa, si ni dhahabu Unajua dhahabu inapitaga kwenye moto? Ndio moto wako huo. Ili uwe mnyenyekevu. Kuna wadada wengine mmewaona hapa viburi vijeuri. Si ndio? Anaenda kwenye nyumba ya nani na ujeuri huo? Hataki kuelekezwa, hataki kuambiwa. Ndio maana Mungu anakupitisha huko kwenye hizi kazi za chini kabisa ili akupe discipline, akufundishe unyenyekevu, akufundishe uaminifu. Ukishaiva sasa, ukang'aa vizuri, ndio zile hatua zako zinazofuata utaziona. Kwa hiyo kwa kifupi, kwenye utangulizi tunataka watu ambao wako serious. Sawa jamani?